بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا في المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يقول الله جل وعلا في محكم كتابه العزيز المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wapenzi katika iman, ama baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma kiongozi wa umma, mwalimu wetu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwanza napenda kuihusia nafsi yangu, pili kuhusia nafsi za waumini wenzangu juu ya swala zima la kumcha na kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakika wamefaulu mbele ya Allah wale ambao wana sifa ya kumcha na kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika iman, khutba yangu ya leo insha Allahu ta'ala nitakwenda kuzungumzia zakatul fitri, hukmuha wa hikmatuha. Nitakwenda kuzungumzia zaka ya fitri na hukumu yake na hikma yake kupitia hiyo zakatul fitri. Ikhwatal iman, ndugu zangu katika iman, lakad shara'a Allahu liibadihi fi khitami shahri ramadhana zakatal fitri. Hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameweka sheria kwa viumbe vyake pindi unapokuwa mwezi mtukufu wa Ramadhan umefika mwishoni, watu kwenda kuitekeleza ibada ya kutoa zakatul fitri. Wa hiya zakatun ani nafsi wal badani, nayo ni zaka ambayo inahusiana na upande wa nafsi ya mwanadamu na upande wa mwili wa mwanadamu. Walaysat zakata anil mali, na hii siyo zaka ambayo inahusiana na zaka ya mali. Watusamma alfitrata, na hii zaka huwa inaitwa alfitra, wa sadaqata alfitri, na vile vile inaitwa sadaka ya fitri. Wa zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin, na hii zaka ya fitri ni lazima juu ya kila muislamu, kabiran kana au saghiran, awe ni mkubwa awe ni mdogo, dhakaran kana au untha, awe ni mwanamume awe ni mwanamke. Lakini kwa watu hawa zakatul fitri kwao ni lazima. Hii ni kinyume na zakatul mal. Zakatul mal ni kwa yule ambaye kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amempa uwezo, amempa mali ile ikaweza kuzungukiwa na mwaka. Huyu kisheria anatakiwa atoe zaka kama inavyokuja kisheria kwake. Lakini ukija zakatul fitri ambayo inatolewa mwishoni katika mwezi wa Ramadhan, hii ni zaka ambayo inamuhusu kila Muislamu.
awe mwanamume, awe mwanamke, awe mzee, awe mtoto, hii zakatul fitri inamuhusu. An ibn Umar radhiyallahu anhuma qal, kutoka kwa Abdullah mtoto wa Umar, radhi za Mwenyezi Mungu ziwaendee wawili hawa, amesema faradha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakat alfitri, amefaradhisha mtume wa Allah, rehma na amani zimshukie yeye, zaka ya fitri, swa'an min tamrin, ni pishi moja kutokamana na tende. Pishi ni kilo 2.5. Baadhi ya maulama wanasema ni kilo 3. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam amefaradhisha hii zaka ya fitri, swa'an min tamrin, pishi moja kutokamana na tende, au swa'an min sha'irin, au pishi moja kutokamana na ngano. Ala kulli hurrin, ni juu ya kila aliyekuwa huru, au abdin, au awe mtumwa, dhakarin, awe ni mwanamume, au untha, au awe ni mwanamke, minal muslimina, kutokamana na Waislamu. Hawa wote wanahusika kwenda kutoa zakatu alfitri. Hadithi hii ni sahihi, kaipokea Imamu al-Bukhari kwa nambari 1504. Muslim kaipokea hadithi hii biikhtilafin yasirin, kwa tofauti ambayo ni ndogo, utaipata kwake kwa nambari 984. Sheikh Albani ameisahihisha hadithi hii fi sahihi Tirmidhi kwa nambari 676. Wa tukhraju zakatul fitri, na inatolewa hii zaka ya fitri, min qutil baladi alladhi yasta'miluhu an-nasu, ni kutokamana na kile chakula ambacho kwenye ule mji watu wanakitumia chakula hicho. Sio kila chakula ambacho unachotaka wewe. Ukaona ya kwamba hadithi imezungumzia tende, ukaenda Isili ukaja ukambandika mwenzako kilo 2.5 ama kilo 3 za tende, kwamba umeisoma hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam amefaradhisha zaka ya fitri swa'an min tamrin, pishi moja kutokamana na tende, ukachukua kilo 2.5 au kilo 3, ukamwambia mimi nimefuata mafundisho kwenye hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Zakatul fitri inatolewa kile chakula ambacho kinatumika katika ule mji ambao wewe upo unaishi. Kal kamhi, kama mfano wa ngano. Bila shaka ngano katika Idi inafanya nini? Inatumika. Watu wanapikia chapati, maandazi, anjera na vitu vinginevyo. Kwa hiyo ukitoa ngano kilo 2.5 au kilo 3, jaiz, inafaa kisheria. Wal uruzi, na vile vile na mchele. Mchele si unatumika? Nani ambaye siku ya Idi anataka kula ugali na sukuma wiki? Yupo? Hakuna. Bila shaka siku ya Idi, yule ambaye ni tajiri na yule ambaye ni masikini, wote wanahitaji kushare mlo aina moja ambao ni wali. Ijapokuwa wali umefanya nini? Umegawanyika. Kuna pilau, kuna biriani, kuna wali mweupe, kuna pilau sijinjeri, lakini vyote hivi vinapikwa kutokamana na kitu kinachoitwa nini? Mchele. Kwa hiyo kama utakuwa unatoa zakatul fitri, ukatoe mchele, ima kilo 2.5 au kilo 3. Wala adasi, na pojo. Pojo kwa huku Nairobi nimesikia jina wanaita dengu. Lile dengu ambalo kwamba lastahiki kuwa dengu si hilo, lakini watu zile pojo ndo wanaita nini? Wanaita dengu. Sasa vyovyote itakavyokuwa, kama ndio hilo ninalolisema mimi au nalolisema wewe, lakini kama watu wanatumia siku ya Eid, ni chakula ambacho kinampendeza yule mkaazi pale unapoishi, basi una uwezo wa kumpelekea kilo 2.5 au kilo 3 ya hilo dengu. Walburri, na vile vile mtama. Bila shaka kila mmoja anaufahamu mtama ni nini.
au ghairiha mimma atada an-nasu aklahu fil balad, au chakula chochote ambacho watu wamezoea kula katika ule mji ambao wewe unaishi, unatakiwa utoe chakula kile zakatul fitri. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qal, kutoka kwa Abi Sa'id al-Khudri radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee, amesema kunna nukhriju fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yawm al-fitri, tulikuwa tukitoa katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati wa kutoa zakatul fitri, sa'an min ta'amin, pishi moja kutokamana na chakula. Waqala Abu Sa'id, na amesema Abu Sa'id, wa kana ta'amana, na kilikuwa chakula chetu wakati huo, ash-sha'iru, ni ngano, wazabibu, na zabibu, wala aqitu, na chakula ambacho kinatokamana na maziwa. Yale maziwa yanapokuwa ni kwa wingi yanapatikana, huwa wanayaweka, kisha maziwa yale yanageuka yanakuwa ni maziwa ya mgando. Kwa Nairobi wanasema maziwa mala, wengine wanaita maziwa lala. Tumeelewana vizuri? Yanapokuwa yamekuwa maziwa mala, kisha wanakuja wanayachuja, yale maji wanayaweka pembeni, sawa? Vile vitu vizito vile vinavyopatikana vile wanavikausha kwenye jua, kunatengenezeka kama aina fulani ya unga. Pia alikuwa wanatoa nini? Zakatul fitri. Watamru, na vile chakula chao wakati huo kilikuwa ni tende. Lakini leo kwenye zama zetu tende inatumika kama tunda, halitumiki tunda la tende ni chakula kwa upande wetu. Ni kweli sio kweli? Na ndio maana huwezi kuiona ila yaumi Ramadhan, mpaka katika siku ya Ramadhan ndio utakuja kuona tende. Lakini siku za kawaida, kwa mtu ambaye hakukizoea kile chakula cha tende, huwezi kumuona akila. Lakini Ramadhani mashaallah utamuona anakula zile tende. Kwa hiyo ina maana sio chakula kwetu, kile ni kitu kinachoitwa tunda. Sasa huwezi kwenda Isili ukanunua tende umletee mwenzako umwambie hii ni zakatul fitri. Kwa wakati wa sasa itakuwa umemdharau. Unamaanisha siku ya Idi azipike hizo tende? Itakuwa ni ngumu. Kile ambacho wewe huwezi kukitumia siku ya Idi katika kufurahia na familia yako, vile basi jua kuna mwenzako pia hakifurahii utakachompelekea hicho ambacho wewe ukifurahii. Lazima upeleke chakula ambacho kitakuwa ni chakula sawa sawa. Yeye mwenyewe akiwa anakula mashaallah yafarahu, huwa anafurahi katika moyo wake. Na hata huo mchele ambao unampelekea mwenzako, jaribu kutafuta mchele ambao ni mzuri shekhe. Huu mchele uko daraja tofauti. Kuna ile daraja ya chini ambayo ni locally, ina mawe, ina vumbi. Leo umekwenda kupata kwa bei rahisi, unakwenda kununua wamletea mwenzako zakatul fitri. Wallahi hii ni dharau. Kama ni mchele, tafuta ile grade 1. Unajua kwamba hii mashaallah hatoi mawe, yeye ni kuosha na kubandika na kuchanganya mambo anayoyataka. Hii ndiyo sheria inavyosema. Ahibba linnasi ma tuhibbu linafsika, wapendelee watu kile ambacho wakipendelea kwenye nini? Kwenye nafsi yako wewe mwenyewe. Hadithi hii au athari hii ambayo nimeizungumza awali ameipokea Imamu al-Bukhari kwa nambari 1510, na vile Imamu Muslim kaipokea biikhtilafin yasirin, kwa tofauti ndogo, utaipata kwa nambari 985. Wa amma ikhrajul qima, ama kutoa thamani an zakatil fitri, kutokamana na zaka ya fitri, bi an yadfa'a badalaha malan, kama mtu kwenda kutoa badala ya chakula ende akatoe pesa, fa huwa khilafu sunna, jambo hili linakwenda kinyume na sunna. Naomba mnisikilize vizuri ya jamaa. Kwenye hadithi ambazo nazisoma hauoni sehemu ya kwamba kumetajwa kitu kinachoitwa pesa. Tumeelewana vizuri? Hakuna kitu kama hicho.
Sasa anasema huyu bwana, ama hili jambo la kutoa thamani ya kile kitu, badala ya kwenda kununua mchele kilo 2.5 mletee mchele, we ukaamua kumpelekea pesa ambayo atanunua ule mchele, wanasema hii ni khilafu sunna, ni tofauti na sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lianna shari'a, kwa sababu ya sheria, faradhaha ta'aman, imefaradhisha chakula, fala yajuzu al-ikhraju min ghairihi, haifai kutoa kinyume na chakula. Naomba munielewe kidogo, nitafafanua zaidi inshallah. Liannahu lam yunkal dhalika ani nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu hilo jambo halijapokewa kutoka kwa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wala an ahadin min ashabihi ridwanullahi alayhim, wala halijapokelewa kutoka kwa mmoja kutokamana na masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa je, unafaa kutoa pesa kama zakatul fitri ama haifai kutoa pesa? Hili ni jambo ambalo baadhi ya maulama wameamua kulifafanua zaidi. Leo mathalan, yule unempelekea zakatul fitri chakula, yule ameleta chakula, yule ameleta chakula, imefika siku ya Idi anahitaji kupika pilau. Pilau ile inapikika vipi ikiwa haina viungo? Pilau ile inapikika vipi ikiwa haina nyama? Je, nyama ile inatoka wapi? Viungo hivi vinatoka wapi? Baadhi ya maulama wakasema inafaa vile vile kwa wakati wetu wa sasa mtu kwenda kutoa zakatul fitri pesa. Halo, mwanielewa? Hawa nao wamechukua dalili kwa masahaba ridwanullahi alaihim, baadhi ambao walilifanya hili jambo. Miongoni mwa masahaba hao ambao walikuwa wakitoa pesa zakatul fitr ni Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yeye alikuwa akitoa pesa. Wa pili ni mtoto wake Abdullah ibn Umar, naye alikuwa akitoa pesa. Watatu ni Abdullah ibn Mas'ud, pia naye alikuwa akitoa pesa. Wanne ni Abdullah ibn Abbas, pia naye alikuwa akitoa nini? Pesa. Kwa hiyo kwa kupitia masahaba hawa ambao wamekuwa ni mfano pia kwetu sisi, na kwamba vile vile tunaweza kuchukua kutokamana na mambo walioyafanya masahaba ikawa dalili kwetu, tunaweza kutoa zakatul fitri nini? Pesa. Maana baadhi ya watu wanaweza kukwambia, shekhe, watuharibia, tumezoea kupokea bahasha kama zakatul fitri, wewe unasema shekhe ni chakula peke yake, uone unatuharibia. Upande wa pili inafaa kutoa zakatul fitri nini? Pesa, ili kumwezesha yule ambaye ana chakula hana fedha ya kununua nyama na viungo vya chakula, ili afanye nini? Aweze kununua. Ad-dinu yusru, dini ni nyepesi. Mtume anasema yasiru wala tuasiru, wafanyieni watu wepesi, msiwafanyie watu uzito. Wayajibu an yukhrijaha ar-rajulu an nafsihi, na analazimika huyu mwanamume ile zakatul fitri kwanza ajitolee yeye mwenyewe nafsi yake. Kwanza kabisa kile ambacho unacho unajipigia mahesabu wewe, baba mwenye nyumba, unajitolea kwa ajili ya nafsi yako. Wa amman talzamuhu nafaqatuhu, na yule ambaye pia atakuwa yuko chini yako, unamhudumia chakula, mavazi, malazi, yule pia unatakiwa umtolee zakatul fitri, ambaye ni nani? Ni mtoto wako. Na hata kama si mtoto wako lakini yuko chini ya usimamizi wako, watakiwa umtolee nini? Zakatul fitri. Vile vile min zawjatin, mwanamume anatakiwa amtolee mke wake zakatul fitri. Je, ikiwa mathalan mwanamke ndo mwenye pesa, mwanamume nkapuku hana kitu, inakuwaje? Wewe mwanamume ndani ya nyumba, wewe
ndo atakiwa usimamie familia yako yote uitolee zakatul fitri, na we mwenyewe ujitolee zakatul fitri. Hauna kitu, pangu pakavu. Mwenye fedha ni yule mke uliyokuwa naye, ndio anafanya kazi, ana mshahara mzuri. We mwenzangu wakulishwa na kuvishwa na kuwekwa tu. Situkani, lakini baadhi ya watu tupo hivyo. Tumeelewana vizuri Sheikh? Sasa inakuwaje hapa? Yule mwanamke kwake sio jukumu lake lile, lakini akisema wacha nimsaidie mume wangu, jaiz, inafaa. Mume wangu mimi najua huna kitu, lakini hiki hapa, toa zakatul fitr. Lakini mpaka umpate mwanamke ambaye ana huruma Sheikh. Sio kila mwanamke ambaye yuko na nini? Na huruma. Wanawake ni wengi, lakini wake wa kuwaoa na kuwaweka kwenye nyumba ni wachache. Sio kila unachokiona nje kinang'ara ukaona ni nini? Ni dhahabu. Hapana, wakati mwingine sio dhahabu hiyo. Kwa hiyo lau mwanamke ana uwezo huo kama wa kutoa hii zakatul fitr, amsimamie mume wake alifanye hili jambo, wala hakuna matatizo yoyote. Lakini akigoma akasema ya kwamba utajipanga, utapambana na hali yako, basi habari imeisha, haikuhusu, kwa sababu ile mali ni haki yake. Chake ni chake, na chako ni chako na chake. Si kama mmenielewa hapo? Chako wewe mwanamume ni cha kwake pia yule mwanamke, lakini cha yule mwanamke ni chake yeye, si chako wewe. Unielewe hivyo Sheikh. Usije ukambananiza mtoto wa watu. Vipi una hata huruma? Zakatul fitri ndio hii. Akisema no, imetoka hiyo, na wala hapati dhambi Sheikh. Kwa hiyo anasema vile vile au karibin, au mtu wako wa karibu. Kuna mtu wa karibu hajiwezi Sheikh. Kuna mtu wa karibu hajiwezi. Sio wewe uchukue zakatul fitri umpelekee mtu wako wa karibu, umwambie basi hii ndo zakatul fitri ya wanangu na mke wangu na mimi. Hilo ni jukumu lako. Unatakiwa yule ndugu yako, yule jamaa yako, wewe ndo umtolelee nini? Zakatul fitri. Kisha umuwezeshe siku ya Idi ale vizuri yeye na familia yake. Sio kuchukua zakatul fitri na kumpelekea yule. Haya itakuwa ni udhalilishaji unafanya kwa ndugu yako. Wa yustahabu ikhrajuha anil janini. Lakini vile vile imependekezwa kuitoa zakatul fitri kumtolea yule ambaye kwamba yuko ndani ya tumbo. Imependekezwa. Yani ikiwa mathala ni mke wako ni mjamzito. Sawa Sheikh? Imependekezwa pia yule ambaye yuko ndani ya tumbo la mke wako umtolee nini? Zakatul fitri. Wa huwa ma tamma lahu 4 ashhurin. Naye yule unayefaa kumtolea hiyo zakatul fitri akiwa kwenye tumbo la mama yake ni yule ambaye amefika miezi mingapi? 4, 4 ashhur. Wakati huo tayari ashafanya nini? Amepuliziwa roho. Mtoto akiwa kwenye tumbo la mama yake akifika miezi 4 sharp tayari ashaikiwa roho. Kwa hiyo wakati huo pia unaweza ukitaka kumtolea zakatul fitri. Fakad kana salafu salih yukhrijunaha anhu, kwani watu wema walikuwa wakiwatolea wale watoto wao ambao bado wako kwenye matumbo ya wake zao, kama warada an Uthman radhiyallahu anhu wa ghairihi, kama ilivyopokewa kwa Uthman ibn Affan na wengine katika masahaba. Walikuwa wakiyafanya hayo, wakiwatolea wale ambao washazaliwa na yule ambaye bado yuko kwenye tumbo la nani? La mama yake, lakini amefika miezi 4. Hayo maneno ukiyataka nenda kwenye Irwaul Ghalili lil Albani, kitabu nambari 3 kurasa 331. Wala tajibu illa ala man wajadaha fadilatan zaidatan amma yahtajuhu min nafakati yawmil Eid wa lailatihi. Na wala hafai kutoa zakatul fitri isipokuwa mtu gani? Yule ambaye atapata chakula cha ziada kutokamana na mahitaji yake ambayo atayahitajia ile siku ambayo kwamba ni ya Idi pamoja na usiku wake. Sisi kama tuelewana vizuri? Yani mathalan katika kile chakula ambacho uko nacho nyumbani
unatakiwa upige mahesabu yako. Hiki chakula kutokamana na familia yangu ilivyo, mimi na mke wangu na watoto wangu, chakula hiki siku ya Eid tunaweza kula na usiku wake tunaweza kula. Kile ambacho sasa kimebaki ndo watakiwa ukitolee nini? Zakatul fitri. Tumeelewana vyema ya jamaa? Fa in lam yajid illa aqalla min sa'in, ikiwa hatopata cha ziada isipokuwa ni chini ya saa. Saa tumesema ya kwamba ni pishi moja ambayo kwamba ni kilo 2.5 ya jamaa, au kilo 3. Sasa ikiwa mathalan kile kilichobakia kiko chini ya pishi, au kiko pishi moja ambacho kimezidi, ambayo unaweza kujitolea wewe au ukamchagua mwanao katika watoto wako, basi hicho kitoe. Umenielewa? Usiseme ya kwamba mimi sina uwezo wa kutoa zakatu alfitri. Ikiwa ushapiga mahesabu yako siku ya Eid, usiku wa Eid, kinatosha hiki. Kilichozidi hata kama ni kilo 2.5, ni kilo 1, watakiwa hicho ukitoe. Kwa sababu gani? Huo ndio uwezo ambao uliokuwa nao. Liqaulihi jalla wa ala, kwa neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fatakullaha mastata'tum, mcheni Mwenyezi Mungu kadiri muwezavyo. Kile ulichokitoa kilichobakia ndio uwezo wako, kwa hiyo kitoe zakatul fitri. Kaangalie suratu Taghabun aya nambari 16. Waliqaulihi sallallahu alayhi wasallam, na kwa kauli yake Mtume rehma na amani zimshukie yeye, wa idha amartukum bi amrin fa'atu minhu mastata'tum, na ninapoamrisheni mulifanye jambo nyinyi Waislamu, lifanyeni kadiri mnavyoweza kulifanya. Halo, tumeelewana vizuri? Kwa hiyo ina maana ikiwa umepata yaumul Eid na usiku wake, kilichosalia kitoe zakatul fitri. Hata kama ni kichache, kipeleke, huo ndo uwezo wako. Na Allah atakulipa kulingana na nia yako. Kwa sababu ungekuwa nacho ungefanya nini? Ungetoa. Kwa sababu sina, ndio maana nimetoa hiki ambacho ni kichache. Kaangalia maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye Sahih al-Bukhari kwa nambari 7288. Muslim kayapokea maneno haya kwa nambari 1337. Sheikh Albani ameyasahihisha fi Sahih al-Jami, utapata kwa nambari 3430. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. استغفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، دغزانغو كتك إيمان، وحكمة صدقة الفطر ظاهرة جدا. Na hikma ya kutoa hii zaka ya fitri ipo wazi, kila mmoja anaielewa hikma hii. Awalan, hikma ya kwanza, wewe na mimi tunapotoa ile zakatul fitri, fafiha ihsanu ila alfuqara, unafanya wema na ihsan kwa wale mafukara. Wakafu lahum ani suali fi yaumi al-Eid, na kuwazuia wale mafukara wasije wakawa wanaombaomba siku ya Eid. Liyushariku al-aghniyaa fi farahihim, lengo washirikiane na wale matajiri katika kufurahia kwao, wasururihim bihi, na vile vile kuwa na tabasamu katika ile siku ya Eid. Waliyakuna idan liljamii, na lengo Eid iwe ni kwa watu wote. Leo mathalan, chukua mfano, siku ya Eid imefika, Mwenyezi Mungu amekujalia wewe uwezo, asubuhi ushapiga maini yako na chapati zako na katlesi zako na kababu zako na sambusa zako, tayari
umeangusha mbuzi pale, mbuzi yule anachunwa kwa ajili ya biriani au pilau mchana, lakini muangalie jirani yako. Jirani yako ambaye hana kitu Sheikh, asubuhi nzima siku ya Eid anatafuta chakula. Pengine amepata, anakwenda dukani kununua mkate. Ni nani ambaye siku ya Eid asubuhi anahitaji kula mkate? Hakuna. Kila mmoja anatarajia kule jikoni vitu vitamu vitamu, sambusa, chapati, maandazi, katlesi. Lakini jirani yako amuona apita na mkate Sheikh, apelekea wanawe. Hebu niambie ndugu yangu, unajisi vipi wakati huu? Kama kweli wewe ni Muislamu na katika moyo wako Uislamu upo, umekujenga wewe, unaweza kuvumilia Muislamu mwenzako asubuhi ya siku ya Eid anakula boflo Sheikh? Au wakati wa mchana ule wewe tayari umepiga goti na familia yako, biriani pale inaunguruma, kuna juisi ya avocado, kuna juisi sijui ya maembe, kuna juisi sijui ya madude gani. Kule jirani yako mchana anapambana na ugali, anawapikia watoto wake. Unajihisi vipi wewe sasa? Sasa hapa lengo la kutoa zakatul fitri ni wema na ihsan ambayo unaifanya kwa yule fukara, ili siku ya Eid na yeye afanane na wale waliokuwa nacho. Wewe unacho, wapiga biriani yako na nyama ya mbuzi, jirani yako mashallah ameamua kubadilisha, apiga pilau na nyama ya mbuzi. Yeye anafurahi na familia yake, na wewe unafanya nini? Unafurahi na familia yako. Thania, ni hikma ya pili, wafiha tathiru saimi. Ndani yake unapotoa ile zakatul fitri, unakwenda kukusafisha wewe, inakwenda kukusafisha wewe na ile saumu yako ambayo uliofunga katika mwezi wa Ramadhan, mimma yahsulu fi siyamihi min naqsin wa lagwin wa ithmin, kutokamana na yale ambayo umeyafanya ambayo haukutarajia kuyafanya, mambo ya kipuuzi, mambo ya kijinga, mambo ya mapungufu ya kukupunguzia saumu yako. Unapoitoa ile zakatul fitri, inakuwa ni kama kifutio cha kufuta ujinga wote ule uliofanya. Leo ni nani ambaye yuko perfect? Eti Ramadhani nzima hajafanya kosa? Ni nani yuko hapa? Na kama upo, wewe si mwanadamu wa kawaida, kwa sababu mwanadamu aliyekamilika ni yule mwenye mapungufu. Mwanadamu aliyekamilika ni yule mwenye mapungufu, kupitia hadithi ya Mtume, kullu bani adama khata'un, kila mwanadamu ana sifa ya kukosea. Kwa hiyo unapotoa zakatul fitri, unakwenda kuisafisha ile saumu yako kutokamana na mambo ya kipuuzi na ya kijinga na yale mambo yaliyofanya saumu yako isikamilike. Kwa hiyo ukitoa zakatul fitri unasafisha ile saumu yako. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, kutoka kwa Abdullah mtoto wa Abbas, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee, amesema faradha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sadaqatal fitri, amefaradhisha mtume wa Allah hii sadaka ya kutoa ambayo ni ya fitri, tuhuratan lisaimi, hii ni kumtaharisha na kumsafisha yule aliyefunga, minal lahwi warafathi, kutokamana na mambo ya kipuuzi na mambo ya matusi ambayo aliyafanya. Tuelewane hivyo ya jamaa, haya ni maneno ya nani? Ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia lengo jengine, tu'matan lilmasakin, hiki ni chakula kwa ajili ya wale ambao ni masikini. Hadithi imepokewa na Abu Daud kwa nambari 1609. Sheikh Albani kaisahihisha fi sahihi targhib, utaipata kwa nambari 1085. Thalithan, tuangalie hikma ya tatu, fiha idhaharu shukri ni'matillahi. Unapotoa ile zakatul fitri unadhihirisha kumshukuru Allah jalla fi'ala, biitmami siyami shahri ramadhana, kwa kuwezesha wewe kukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, wa qiyamihi, na kukuwezesha wewe kusimama usiku kufanya ibada,
wa fi'lihi ma tayassara min al-a'mali as-salihah fihi, na vile vile kukufanyia Allah wepesi wa kufanya matendo mazuri ndani ya mwezi wa Ramadhani. Unapokwenda kutoa zakatul fitri, unarudisha shukurani kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kawaida yule ambaye anayetoa sadaka, yule ambaye anayetoa zaka, huwa amezingatia vitu vitatu. Cha kwanza anachokizingatia, amefahamu iki anachokitoa kumsaidia mwenzake, hii ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Cha kwanza anachokizingatia ni hicho. Lakini cha pili anachokizingatia, Allah mbona hakumpa kila mtu, amenipa mimi? Lengo, ina maana anamshukuru aliyempa neema, ambaye ni nani? Ni Allah jalla fi'ala. Lakini tatu, anatafuta zile thawabu ambazo zinapatikana ndani ya kile anachokifanya. Kwa hiyo ukimwona mtu analifanya hili jambo, fahamu hivi vitu vitatu anavielewa. Na ukimwona mtu halifanyi hilo jambo, huenda hivi vitu anavielewa lakini anafanya kusudi, na huenda ikawa haelewi maana ya pindi anapokuwa anasaidia maskini na mafukara. Ndugu zangu katika imani, naona muda umekwenda, lakini nitaangalia baadhi ya vitu vichache tukamilishe insha Allahu ta'ala. Wala tudfa'u zakatul fitri illa lilfuqara'i wal masakin. Na hii zaka ya fitri haitolewi isipokuwa kwa mafukara na masikini. Alo, mwanielewa hapa? Lakini kawaida zakatul mali huwa inatolewa kwa mafungu mangapi? 8. Innama sadaqatu lilfuqara wal masakin wal amilina 'alayha wal muallafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa binis sabil. Hayo ni makundi mangapi? 8, shekhe. Tumeelewana vizuri eh? Sasa lakini kwenye zakatul fitri watakiwa uangalie makundi mawili tu. Manhum alfuqara'u wal masakin, ni wale mafukara na masikini ndio uangalie. Alafu tunaposema mafukara na masikini, kuna watu ambao kwamba wanateke advantage hapa ya kwamba mimi mwenyewe si masikini, kwenye miezi ya kawaida na safa katika kutafuta chakula, si ndio? Mimi nitaweka hii stock, hata kama baada ya Ramadhani nitatumia miezi miwili, haina shida. Wallahi wewe kwa wakati huo ni tajiri, unatakiwa utoe zakatul fitri. Kwa wakati huo wewe ni nani? Ni tajiri. Kuna mwenzako ambaye kwamba hana chakula siku ya Eid, wewe umeweka mpaka baada ya miezi miwili. Na inashangaza, kuna watu wengine mpaka Ramadhani imemalizika, anaona tarehe ya unga wa sasa imeexpire hii, anakwenda anatupa ule unga, wakati alikuwa na uwezo wa kumsaidia mwenzake na yeye asherekee siku ya Eid. Huu ni mtihani mkubwa sana. Kwa hiyo hii zakatul fitr anapewa yule masikini na fukara. Wa min al-khata'i, na miongoni mwa makosa, dafuuha li ghairihim, ni watu kwenda kuitoa hii zakatul fitri kwa watu kinyume na masikini na mafukara. Kama yasnau ba'dhu an-nas, kama wanavyofanya baadhi ya watu, min i'ta'iha al-aqariba, kwenda kuwapa watu wao wa karibu, au al-jirana, au kwenda kuwapa majirani. Yani mtu wake wa karibu ndo anaona anafaa kupokea ile zakatu alfitri. Hata kama anajiweza shekh, anampelekea zakatul fitri shekh. Au anampelekea jirani mwenzake ambaye anajiweza, anampelekea zakatul fitri. Haya ni makosa. Kinachotakiwa uangalie, watu wanajuana, sio ya kwamba fulani mimi namjua hajiwezi, fulani mimi namjua hajiwezi, fulani mimi namjua hajiwezi. Andaa kulingana na zakatul fitri kupitia wale watoto wako utakapowatolea wewe na mke wako, peleka kwa yule jirani, na ikiwezekana mpelekeeni ile zakatul fitri ya familia yako yote kwa ujumla. Yani mfano wewe na mke wako na una watoto 8, hao ni watu wangapi?
10. Chukueni zakatul fitri yote mpelekeeni yule jirani ambaye ni fakiri. Mnajua lengo ni nini? Lengo na yeye kumwezesha kutoa zakatu alfitri. Yawezekana yeye ana watoto 5 tu na mmemletea zakatul fitri ya watu 10. Kwa hiyo moja kwa moja pale yeye na mke wake na wale watoto wake ambao ni wangapi? 3, wana uwezo wa kutoa zakatul fitri. Nani kawawezesha? Ni wewe. Umewawezesha kutoa zakatul fitri na umewawezesha kufurahia siku ya Eid. Umeyafanya mambo mawili kwa pamoja. Lakini leo zakatul fitri mtu anapelekewa kilo 2.5, ana mrundo wa watoto 10. Kilo 2.5 anakulaje sasa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kwa hiyo haya ni makosa. Sio kwamba jamaa yako wa karibu kwa vile ni jamaa yako ndo mpelekee, ama jirani yako ndo mpelekee, wakati hastahiki kupata hiyo zakatul fitr, bali yeye anatakiwa atoe nini? Zakatul fitr. Anasema wa mithlu hadha as-sani', na mfano wa hichi kitendo ukampa mtu ambaye hastahiki kupokea zakatul fitri, la tabra'u bihi dhimma, hujatoka kwenye dhimma ya Allah. Yani kama umepoteza tu. Yule mlengwa ndo anatakiwa afanye nini? Apewe zakatu alfitri. Wapenzi katika imani, ningependa niangalie wakati wa kutoa zakatul fitri, kwa sababu time ndio hizo za yoyoma inshallah. Watajibu zakatul fitri bighurubi shamsi akhiri yawmin min ramadhana. Inalazimika kutoa zakatul fitri ile siku ya mwisho ambayo inazama jua katika mwezi wa nini? Wa Ramadhani. Leo tuko Ramadhani ya 28. Siku ya mwisho ni kesho. Jua linapozama, wakati ule ndo unatakiwa uanze kutoa zakatu alfitri. Fayushra'u ikhrajuha hina idhin. Wakati huo ndio sheria utoe hiyo zakatul fitri. Wal afdalu, na bora zaidi, an tukhraja ma baina salati al-fajr wa salati al-Eid. Itolewe baina ya sala ya alfajiri na ile sala ya Eid. Yani kabla ya sala ya Eid, umemaliza tu kuswali salati al-fajr, peleka zakatul fitri kwa walengwa. Yani yule mtu anajua mashaallah, kumbe mchana leo nipo nayo nzuri tu. Sio imefika saa 5 useme wallahi shekhi nimechelewa, zakatul fitri ndio hii. Ushamtia mawazo kibao yule fakiri, hajui mchana anapika nini, hajui mchana atakula nini. Baada salati al-fajr, peleka zakatul fitri kwa walengwa. Wayajuzu ikhrajuha qabla al-Eid bi yawmin au yawmayn. Lakini pia inatakiwa ile zakatul fitri uitoe kabla ya siku ya Eid, kwa siku 1 au siku 2. Si kama leo. Unao uwezo wa kutoa zakatul fitri leo, toa. Unao uwezo kesho kutoa zakatul fitri, toa. Wala haina tatizo lolote jambo kama hilo. Wa man akharaha, bala ndio hii. Na mwenye kuichelewesha hiyo zakatul fitri an salati al-Eid, mpaka watu wakaswali Eid al-fitri bila udhurin, pasi na udhuru wowote, lam tuqbal minhu zakatan, ile zaka yake haikubaliki. Ndio maana nikasema sasa hivi unao uwezo, watakiwa ufanye nini? Utoe. Yani kuna baadhi ya watu, shekhe, mtu kwenye mfuko sahi ashapokea mshahara. Mashaallah, kuna wengine wanapokea mapema. Tarehe 25 mtu tayari mfuko ushajaa. Wengine wamepokea advance tarehe 15, shekhe. Tumeelewana? Kwa hiyo ile pesa ipo. Unao uwezo, toa zakatul fitri kwa sasa. Usisubiri mpaka watu washaswali Eid ujitie katika wale watu ambao walikuwa hawawezi, kumbe ulikuwa na nini? Na uwezo. Na mbaya zaidi, Sheikh, kuna kitu nakiongea hapa, atakaye kasirika ajipange tu, wala unipunguzii miaka, Sheikh. Tumeelewana vizuri, Sheikh? Kitu chenyewe ni hiki. Unaona hizi siku 5 za mwisho wa mwezi wa Ramadhani, wanaume majumbani tunakosa amani. Ni kweli si kweli? Hata usipoitikia ni kweli. Hizi siku 5 hizi mwisho katika mwezi wa Ramadhani, wengine tunanyimwa matendo ya ndoa au, kwa sababu watoto wavae siku ya nini? Siku ya Eid. Mtu ana watoto 7, 8. Sawa, Sheikh?
kila mtoto anamgharamikia 6,700. Nguo zinanunuliwa mpya, alafu jitu hili jinga hili linakwambia kwamba halina uwezo wa kutoa zakatul fitri. Wewe ulikuwa na uwezo wa kuwanunulia watoto 7, 8 nguo, kila mtoto amegharamika 7,000. Unakuja kulia bwege nazi wewe kwamba una uwezo wa kutoa zakatul fitri. Hili ni jambo ambalo umefanya nini? Umejitakia wewe mwenyewe. Na wewe unaingia katika wale watu wanaodaiwa katika zakatul fitri. Zakatul fitri unaitoa kwa mwaka mara moja tu. Inakushinda vipi ndugu yangu shekhe? Tuelewane vizuri hapo Kwa hiyo yule ambaye ataichelewesha mpaka Idi watu wamesali, ajue hiyo haikubaliki. Bali hiya sadaqatun minas sadaqat. Ajue ni sadaka miongoni mwa nini? Mwa sadaka tu. Lakini kwenye zakatul fitri hana kitu. Sio maneno yangu Qala ibn Abbas radhiyallahu anhu, nisimame hapa. Amesema Abdullah ibn Abbas, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee yeye, man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulatun. Yoyote ambaye ataitoa zakatul fitri kabla watu hawaja swali Idi, hiyo ndiyo zaka ambayo inayokubaliwa kisheria. Wa man addaha ba'da as-salati, na yule ambaye ataitoa zakatul fitri watu washasali, fahiya sadaqatun minas sadaqat. Hajue hiyo ni sadaka tu miongoni mwa sadaka. Ni kama umekutana na mtu ambaye hajiwezi ukampa msaada, habari imeisha. Lakini kwenye zakatul fitri baba ni patupu, hauna kitu. Maneno haya yanaenda kwenye Irwaul Ghalil lila Albani, utayapata kwa nambari 843. Mwisho kabisa, wala yajuzu naklu zakati anil biladi alladhi wajabat fihi, wala haifai kuihamisha zakatul fitri kwa ule mji ambao ile zaka imekusanywa kwa ajili ya mafukara na masikini wa pale. Kuna watu leo tunafanya makosa ya jamaa. Zakatul fitri imekusanywa, imeletwa kwa ajili ya wapewe wale ambao ni mafukara na masakini wa pale, lakini leo inafanya nini? Inasafirishwa, inapelekwa kwa watu ambao ni nje ya ule mji. Kwa hiyo haifai kufanya jambo kama hilo. Wa hadha qaulul jumhur, na hii ndiyo kauli ya maulama min almalikiyati washafi'iyya walhanabila. Hawa wote wameafikiana haifai kuhamishwa zaka kutoka ile sehemu kwenda sehemu nyingine bighairi udhurin, pasi na udhuru wowote. Ikiwa mathalan hiki kijiji chetu hapa mashaallah, kila unayempelekea maskini anakuambia alhamdulillah, mimi mwenyewe natakiwa nitoe. Amepelekewa yule, alhamdulillah, mimi natakiwa nitoe. Sasa ile zaka imekosa wa kuchukua katika ule mji. Angalieni mji jirani, kuna masikini, kuna mafukara, wapelekeeni. Lakini hebu niambieni nyinyi sasa, mfano Ustadhi Isa ndio mimi mzungumzaji, sio? Nimeletewa chakula kile. Baada ya kuletewa kile chakula, na ili hali hapa kuna mafukara, kuna maskini, wanadai kile chakula wajisaidie nacho siku ya Eid. Mimi nawaambia wale watu, nyinyi kwa sasa hamstahiki kuipata hii. Hii naipeleka kwetu, hii naipeleka sehemu fulani. Wewe unawakomesha au unafanya jambo la kisheria? Ni makosa. Na baadhi ya maimamu tunafanya mchezo wa aina hii. Hebu niambie, wewe ambaye ulichukua kile kinachomstahiki yule fakiri na maskini afurahie siku ya Eid, umekipeleka nje ya ule mji, wakati kuna wanaostahiki kupewa. Yule fukara ambaye siku ile anaumia, amekosa chakula, wewe unapata madhara kiasi gani kwa kupitia kuumia kwa yule maskini na fukara wakati huo? Lakini haya ni makosa, sisi tunafanya nini? Tunayafanya. Wapenzi katika imani, wallahi ya kuzungumza ni mengi, lakini stima ilinitoa timing Lakini kila anachopanga Allah kina kheri yake, huwezi kulalamika, sio? Kwa haya machache, mimi napenda kuihusia nafsi yangu na kuhusia nafsi za waumini wenzangu. Tumepambana sana katika Ramadhani. Tumepambana sana. Yule ambaye alikuwa haswali kabla ya Ramadhani, Ramadhani imeingia, anafanya nini? Anaswali sasa. Yule ambaye alikuwa amezoea kutukana kabla ya Ramadhani,
Ramadhani imeingia, ameacha kufanya nini? Kutukana. Yule ambaye alikuwa akifanya machafu na mabaya kabla ya Ramadhani, Ramadhani imeingia, ameachana na kila kitu. Basi ndugu yangu katika imani, wasia wangu kwako na mimi, tustakiri, tuwe na msimamo katika yale ambayo tumeyafanya kwenye mwezi wa Ramadhani, na tuyaendeleze baada ya kumalizika nini? Ramadhani. Sio kwamba umeangalia mwezi tayari umeonekana, unarudi kama sio yule. Tena ujue wakati huo yule ambaye kwamba ni sheitani aliyefungwa, amekuwa mbali na wewe, ambaye alikuwa akupoteze ndani ya Ramadhani, amekuja na kiu, amekuja na spidi kama yote. Sasa wewe lau kama utafanya uzembe, ukalegalega kwa yale uloyafanya kwenye Ramadhani, hayakukubadilisha, sheitani wewe ndo mtu wa kwanza kuondoka na wewe pale mlangoni. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma anil khulafa'il arba' minhum Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sayri sahabati ajma'in. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa damir a'da'aka a'da' ad-din wa ansur jushaka al-muslimin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Aqimis salam.